أما بعد Mheshimiwa Ustadhi Zambiko, naibu katibu mkuu wa Jumuiya ya Walimu wa Qur'ani Tanzania JUWAKUTA, Mheshimiwa mwenyekiti wa JUWAKUTA kwa Dar es Salaam na shekhe wetu wa wilaya ya Ilala Sheikh Adam Mwenyepengo, Mheshimiwa mwanachama mkongwe wa JUWAKUTA ambaye pia ni shekhe wa wilaya ya Temeke Sheikh Zailai Hassan Mkoyogore, Mheshimiwa makamu mwenyekiti wa JUWAKUTA Taifa Sheikh Hamisi Meli, Mheshimiwa mwana JUWAKUTA mpenzi shekhe wetu wa wilaya ya Ubungo Sheikh Maulid Kidebe, Sheikh Mawinda makamu mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Abdul Samad amiri wa maimamu mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Kasiba mjumbe wa idara ya dini, mjumbe wa idara ya mazingira JMAT Taifa, waheshimiwa mashekhe na walimu wenzangu wa madrasa mliopo hapa. Siwezi kumtaja kila mmoja kwa jina lake, lakini natambua uwepo wenu. Pengine labda ningefanya jambo moja kwa lengo tu la kutambuana. Viongozi wa JUWAKUTA wilaya Ilala kama wapo wasimame. Assalamu alaykum wa barakatuh. Ningeomba viongozi wa wilaya ya Kigamboni JUWAKUTA wasimame. Asantum. Ningeomba viongozi wa JUWAKUTA Temeke wasimame. Asantum. Ningeomba viongozi wa JUWAKUTA Kinondoni wasimame. Asantum. Ningeomba viongozi wa JUWAKUTA Ubungo wasimame. Asantum. Kuna wilaya nimeiacha? Bila shaka wote nimewataja, na viongozi wa mkoa wapo wakiongozwa na shekhe wa wilaya. Ndugu zanguni, hii ni JUWAKUTA mpya. Kama alivyosema mwenyekiti wetu wa mkoa na naibu katibu mkuu, JUWAKUTA ni chombo kikongwe, ni chombo ambacho kilifanya vizuri sana, si mkoa tu wa Dar es Salaam, lakini Tanzania kwa ujumla wake. Alafu kikasinzia hapa katikati, kikasinzia, lakini mimi kama mwenyekiti na mwenzangu Sheikh Meli tumehusiwa sana juu ya kukiuhisha chombo hiki. Kuna mashekhe kadhaa ambao wameniambia mara kadhaa, akiwemo mufti mwenyewe, kwamba Al-Hadi, endelea na taasisi zote, lakini JUWAKUTA usiiache na isimamishe upya. Maneno hayo aliniambia mzee, kaniambia Sheikh Isa Uthman, kaniambia Sheikh Mataka, kaniambia Sheikh Abdullah,
na mashekhi wengi kwa umuhimu wa chombo hiki ambacho mfano wake haupo. Kama tutasimama vizuri, jumuiya ya walimu wanaosomesha Qur'an vyuoni, mashuleni na mitaani ni chombo kimesajiliwa na kimekamilika, lakini hapa katikati kilisinzia. Sasa iftari hii ya leo nikawaambia wenzangu, hebu tufuturu pamoja, ikiwa ni ishara ya kwamba tunataka tukifufue chombo chetu. Leo tungekuwa na nafasi ya kuongea sana, namna mengi ya kuongea, na sisi tuna mengi sana ya kuongea, lakini nafasi haitoshi. Ila leo turidhie kwamba iwe ni ufunguo wa kuyaendea yale tunayoyakusudia. Mkiangalia katika meza zenu kuna karatasi ambazo kila mtu anatakiwa ajisajili, kwa maana mahudhurio na namba yake ya simu. Tutachoweza kufanya ni kwamba tutakuwa na vikao endelevu vya walimu wa madrasa, pamoja na kuorodhesha madarisi tulizonazo na changamoto tulizonazo. Mimi nina hakika kwamba tukijipanga upya tunaweza tugange yajayo. Tusishughulike na yale ambayo yaliyopita na mapungufu yetu tuliyonayo huko nyuma. Afa Allahu amma qad salaf. Tufungue ukurasa mpya wa kuijenga jumuiya yetu ya walimu wa Qur'ani Tanzania. Mimi ninaamini kwamba sisi walimu wa madrasa, na kila mmoja anajua, walimu wa madrasa ndio ambao waliotuzalia mashekhe. Wanazuoni tulionao, hakuna shekhe ambaye hakupita madrasa, hakuna mufti ambaye hakupita madrasa. Mwalimu wa madrasa ndio khairun nasi fil mujtama', ndiye mtu bora katika jamii kuliko yoyote, kwa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Mbora wenu ni yule ambaye mwenye kujifundisha Qur'an kisha akaifundisha kwa wengine. Na hii kazi inafanywa na sisi walimu wa madrasa. Wote sisi tumesomeshwa na tumesomesha, na sisi tuna nafasi kubwa sana katika jamii, katika ulezi. Tumewasaidia wazazi katika malezi na tunaendelea kufanya hivyo. Muda ambao tunaokuwa na watoto wa kuwafundisha na kuwalea si muda mdogo, pamoja na vikwazo ambavyo hutokea hivi sasa wa kuwapata watoto kwa muda mchache sana tofauti na zamani, lakini bado walimu wa madrasa tunafanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba huyo mtoto hapotei kabisa. Kila mbinu tunafanya, maana iko mikakati ya makusudi tu kuwafanya watoto wetu wasiende madrasa, na kama wanakwenda basi wanapata muda mfinyu wa kusoma Qur'an. Hii ni mipango, sio kama ni vitu vimekuja by accident. Ni mipango, ni mikakati. Tutamfanya vipi mtoto huyu asiende kule? Tumalizane naye sisi, tumalize muda wake wote, tumchoshe huku aliko, asipate muda wa kwenda kule kwingine. Na hilo tulikatai.
Hilo tulikatae. Mipango hiyo ambayo inawaathiri watoto wetu wasipate muda wa kukaa madarasani, mipango hiyo tuikatae. Tuhakikishe kwamba watoto wetu wanasoma Qur'an, wanapata muda wa kusoma kitabu cha Mwenyezi Mungu, kwa sababu ndio kitabu ambacho kitakuja siku ya Kiyama hujjatun lana wa laysa hujjatun alaina, kije kitutetee. Qur'ani ije itutetee, ije itunyanyue na wala isitubwage. Ni Qur'an. Leo ukiangalia malezi haya na tunakopelekwa na dunia, kama sisi hatutashikamana na Qur'ani na kuwafundisha watoto malezi yetu, taban tutakuwa na dunia ambayo isiyo na maadili, dunia ambayo sio ile itakayomridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo ukiangalia katika dunia iliyopo huko nje, hakuna heshima kwa watu wazima, hakuna heshima kwa wazazi, hakuna heshima kwa yoyote, kwa sababu generation imeharibiwa kimaadili. Na mwalimu wa maadili ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye sisi tumemrithi yeye. Sisi tumerithi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lazima tufundishe watoto maadili, ni kazi yetu walimu wa madrasa. Hata hii kumwadabisha mtoto, sisi tumeadabishwa, tumechapwa, na tunaendelea kuwachapa watoto, kuwatia adabu, lakini kuwachapa kwa namna nzuri inayofaa. Lakini sasa dunia tusipoiangalia itatupeleka katika mazingira ya kumwogopa mtoto. Mtakumbuka siku chache zilizopita kule Mbagara, yule mwalimu aliyemchapa mtoto fimbo za kawaida tu. Mimi nasema ni fimbo za kawaida tu, lakini dunia ikashabikia kama vile mwalimu yule kafanya jambo kubwa sana, mpaka likatutia mtihani na fitna kubwa. Mimi niliona ile clip, anawachapa tu, huyu 3, huyu 2, huyu ngapi. Kulia, mtoto kulia si ndo kawaida? Na ukichapa si lazima ulie, utaumia, utalia, ndio kawaida. Mtoto ukimchapa atalia, ndio kumwadabisha. Na wala hakuchapa kivile kwamba kapiga kichwani, kapiga shingo, kapiga wapi, anapiga mkononi taratibu tu, kila mtu 3 4. Lakini sijui ni fitna gani ikawa ni issue kubwa kiasi kwamba sasa itafika mahala walimu wa madrasa tutawaogopa watoto hata kuwaadabisha, hata kuwachapa. Na kuchapwa lazima wachapwe. Mtoto kumwadabisha kwa njia yoyote, kuna njia nyingi tu. Maana tusipoangalia tunaweza kufikishwa mahala. Maana huko Ulaya sasa hivi hata mwanao wa kumzaa ukimwadhibu na kupeleka mahakamani na unashtakiwa. Mtoto wa kumzaa na hawagusu. Hayo ni mafundisho yao. Lakini kwetu sisi tutawatia adabu. Na sote sisi tumekula mikwaju hapo, na ndio maana tumekuwa mashehe. Kuna shehe aja mikwaju hapo? Wote tumekula mikwaju. Maana tusifike mahala tukawaogopa sasa watoto, ikawa sasa tumewafanya wamekuwa nunda. Mwalimu hawezi kunipiga, kinipiga kelele, dunia itapiga kelele. Si watatuharibia dini? Watatuharibia dini. Tunachokataza ni kupiga mtoto kwa namna mbaya.
ukamtoa alama, ukamtoa damu, ukamtoa kovu. Lakini upigaji wa kawaida mtoto anachapwa. Qur'ani imesema swala la kuchapwa, sunna zimesema. Hata mtume mwenyewe wakati anapewa Qur'an, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, alitikiswa na Jibril. Haikuwa kazi rahisi, yani hakuna elimu utaipata tu kirahisi. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo sisi tunatakiwa tuyazungumze, hata sheria za kutulinda. Leo ukimwangalia yule mwalimu wa madrasa namna ilivyokuwa, hakuna sheria ambayo ilikuwa inamlinda, mpaka ametokea mzee kuja kumtetea na kumuombea. Lakini kwa kubwa lipi? Sasa hayo ni mambo ya kuyazungumza juu ya haki zetu kama walimu wa madrasa. Sheria zipi zinatulinda kumwadabisha mtoto? Ni mambo ya kuyaangalia. Kwa hiyo almuhimu kwamba leo ni siku ambayo Jumuiya ya walimu wa Qur'ani Tanzania JUWAKUTA tumeandaa iftari yetu kama walimu wa madrasa, ili tukutane pamoja, tubadilishane mawazo, pamoja ya kuwa muda finyu tulionao, ili tuanze upya na tuone namna ya kuboresha. Sasa kuna mambo mengi. Tuimarisha ofisi zetu. Ofisi ya makao makuu kuanzia sasa tutaimarisha. Ofisi ya mkoa, shekhe JUWAKUTA ni mtoto wa BAKWATA, na wewe ndio shekhe wa BAKWATA mkoa wilaya ya Ilala. Kwa hiyo pale pale na JUWAKUTA yako unaipiga pale pale ofisini. Ndio inakuwa ofisi hiyo, mambo yanakwenda. Na kila mmoja aone anakuwa na ofisi kwa ajili ya jumuiya. Na ile ofisi yetu ya makao makuu pale msikiti wa, nitaje msikiti gani ile? Makuti, tutaimarisha ili tuone sasa uhai wa jumuiya yetu unachukua nafasi yake. Baada ya kusema haya machache, hizi dakika 10 zilizobaki tutoe nafasi kwa yote ambaye anaweza kutoa mchango wa maneno mawili matatu, dakika 2 kutushauri, kutoa rai juu ya maboresho na hili ambayo tulilofanya leo, ili tukiondoka angalau tuwe na fikra kwamba tunakwenda wapi. Kabla sijampa makamu mwenyekiti atoe neno la shukrani na kufunga, Sheikh Hamisi Mei, kwa niombe sasa kabla ya iftar, na tunaomba radhi sana, mtu wetu yule wa mikeka alichelewa kidogo kutuletea mikeka, ilikuwa tusali hapa. Kwa hiyo tutasali tu hivi hapa mahala tulipo insha Allah taala, kwa sababu mikeka imechelewa na foleni imekuwa ni kubwa. Kwa hiyo sasa naomba apeleka maiki kwa kila mmoja ambaye angependa kusema jambo lolote kutokana na hili ambalo tulilofanya hapa, ili tuone sasa JUWAKUTA mpya tunaelekea wapi katika iftari hii ya pamoja.